Shetani kama mwanzilishi wa maovu hapa duniani, adhabu yake itakuwa nini pindi ambapo Yesu atakuja? Adhabu ya shetani ni moto wa milele, na moto huo wa milele unamuhusu yeye shetani pamoja na malaika zake, hao wataunguzwa. Maana ndivyo ahadi ambayo Yesu ameahidi kwamba shetani ataunguzwa pamoja na malaika zake. Lakini sio shetani tu ambaye ataunguzwa, wako watu ambao wameiga tabia za huyu shetani, ambao wameiga tabia za shetani, tabia za uongo, ulafi, usengenyaji. Hao watachomwa pamoja naye, kwa sababu yeye pia atamani achomwe peke yake. Hivyo kuna watu anawaangalia hapa kwamba natamani fulani nije nichomwe naye, nije niangamizwe naye, nije nifanyiwe ubaya huu pamoja naye. Kwa kuna wakati ambao ukiona mtu anafanya dhambi au anazini, anaiba, anamshuhudia jirani yake uongo, huyu ataenda kuchomwa pamoja na nani? Pamoja na shetani, ambaye ule moto uliandaliwa kwa ajili yake. Kwa sisi tunapoingia kutenda maovu, tunajipendekeza kwenda kuchomwa na shetani, tunampatia msaada shetani wa kuchomwa pamoja na sisi. Lakini mpango wa Mungu haukuwa sisi kuungua pamoja na shetani, bali yeye kuungua pamoja na malaika zake. Cha kuelewa tu ni kwamba lengo la moto hasa, na kwa nini adhabu inakuwa ni moto? Lengo la moto ni kuteketeza kabisa, ya kwamba hakuna chochote ambacho kitasalia katika uovu. Kwa hiyo uovu wote utateketezwa kabisa na kuisha na kuwa majivu. Ndio lengo hasa la adhabu ya moto kwa ajili ya shetani pamoja na malaika zake na wafuasi wote watakaomfuata shetani.